Kitabu cha Wafilipi, sura ya 2 ambayo inatusungumuzia mambo machache ambayo nataka kuyasungumuza asubuhi ya leo. Neno la Mungu nataka tuende pamoja na mimi katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Haleluya. Utakatifu ni njia moja ya kujitenga katika uchafu na aina zote za uchafu, ambayo mtu akiwa mtakatifu lazima ajitenge na dhambi, na akisha jitenga na dhambi mtu huyo anaitwa mtakatifu. Lakini mtu ambaye anayekaa katika dhambi, mtu huyo hakika yeye anaitwa muasi. Ameasi Injili, ameasi Mungu, ameasi aliyemuumba. Kwa hiyo mtu wa aina hiyo tunamuita muasi, yeye si mtakatifu. Lakini hebu tuangalie katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kidogo. Simu yangu ilikuwa imehang kwa sababu ya mambo mawili au matatu, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Biblia inasema namna gani katika kitabu cha Wafilipi? Biblia inasema, basi ikiwako faraja yote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijaliseni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Watu wa Mungu, ni hivi katika neno la Mungu ambalo tumelisoma, ya kwamba furaha ya Mungu ni sisi kukuwa watakatifu. Furaha ya Mungu ni mimi na wewe kukuwa mtakatifu, ili kusudi tumpendeze Mungu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 ya kwamba mstari wa 24 ya kwamba mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika hali haki na utakatifu wa kweli. Basi ufueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha wenzake, sisi tu kiungo pamoja na Kristo. Biblia inatuambia ya kwamba tuliumbwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu. Sasa sisi tukiwa tunafuata nia ya Mungu, tukiwa tunafuata taratibu ya Mungu, Mungu anataka nini? Tunaweza kuhojiana na wewe ya kwamba Mungu anataka nini katika maisha yako. Mungu amekupa nafasi ya wewe kujihoji ndani ya moyo wako, ili kusudi ukaweze kumjua Mungu aliye wa kweli na kufuata kanuni zake, kwa sababu yeye ni mtakatifu na sisi basi tuwe watakatifu. Biblia inatuambia ya kwamba mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Alafu katika mstari wa 24 Biblia inatuambia kwamba basi ufueni uongo. Kuna mambo machache ambayo Mungu anatuagiza, ama mtume anaandika mambo haya katika kitabu hiki cha Waefeso, na analiandikia kanisa la Efeso ya kwamba basi ufueni uongo. Hii ni kusema ya kwamba mtu muongo yeye hapana mtakatifu, na watu ambao wametumia hali ya uongo wakisema ya kwamba pengine kwa kujinufaisha katika hali na maisha yao,
hao watu wanasema ya kwamba pengine wametumia hekima. Hapana, Biblia inasema ya kwamba tuufue uongo mkaseme kweli kila katika na mtu jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenziwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wa ndugu zangu, utakatifu unataka mtu anayesema kweli. Utakatifu unahitaji mtu ambaye anayewaza mambo ya kweli katika maisha yake, mtu ambaye anayesema kweli. Kuna wakati mmoja nilikuwa nikiambia kanisa langu la Kenya Assemblies of God pale Endebess ya kwamba mahali kuna ukweli, hata kama kutakuwa na ukweli mdogo namna gani, ukweli huo utakuja kukutetea siku moja. Lakini iwapo mtu atasungumuza mambo ya uongo ijaye dunia mzima, lakini ndani mwake kuna ukweli kidogo, kama kale kadot, kale full stop, hii ni kusema ya kwamba huo ukweli siku moja utakuja kusimama, na wakati utakaposimama, mtu wa Mungu, ukweli huo utakutetea na utailute yale uongo ambao ulikuwa umejaa dunia. Na hata sasa dunia ya leo ambayo imejaa uongo, mambo ya uongo, mtu anaweza kusungumuza hali ambayo asiyoielewa ya kwamba ni uongo. Anasema ya kwamba ni hali ya dunia, tutasurvive namna gani? Wa ndugu, kusurvive kwetu, wacha tumtumainie Mungu tukifaa utakatifu wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Wapendwa, ningependa kusema hivi ya kwamba utakatifu ni mtu ambaye ameoshwa na damu ya Yesu, mtu ambaye ameoshwa na damu ya mwana kondoo, mtu ambaye amekubali ya kwamba kazi ya msalaba kwake ni nguvu, kwa sababu kazi ya msalaba kwa wale ambao wanaopotea kwao ni upuzi, lakini kwa sisi ambao tumekwisha okolewa kwa damu ya mwana kondoo, sisi ni kusema ya kwamba sisi kwetu ni nguvu. Tunajipeana kwa Mungu kwamba sisi huo uokofu ambao tumeupata na uokofu ambao tumeukiri katika vinywa vyetu ya kwamba Yesu ni Bwana, imetusaidia sisi kupata utakatifu. Jina la Yesu libarikiwe. Mtu ambaye unayenisikiliza asubuhi ya leo, unaenda kanisani, yawezekana unaenda kanisani lakini bado utakatifu hauna, hauchatubu makosa yako, hauchatubu dhambi zako. Nilianza kwa kusema hivi ya kwamba mtu ambaye ameokoka, mtu ambaye ametubu dhambi zake, yeye hapana muasi tena. Unanielewa? Huyo mtu si muasi, lakini mtu ambaye anaishi kwa dhambi. Watu wengi tumeenda makanisani, sawa. Watu wengi tunaenda kushiriki ibada, sawa, ambayo tunapenda dini zetu, ni sawa, lakini ndani ya mioyo zetu hapana sisi watakatifu. Bado wewe ni muasi na wewe hapana itwa mwana wa Mungu. Wale ambao wanaitwa wana wa Mungu, wapendwa, asubuhi ya leo, wapendwa, wale ambao wanaitwa wana wa Mungu ni wale ambao wanafuata masharti ya Mungu. Tunajifunza kwa mwana mpotefu alivyofanya. Mwana mpotefu, Biblia inatuambia ya kwamba mwana mpotefu wakati aliendea baba yake akamwambia ya kwamba, baba, nipe mali yangu ambayo inayoniangukia na mimi niende zangu. Nyinyi mnajua habari hiyo ya kwamba mwana mpotefu alipoenda, Biblia inatuambia kwamba alipoenda akatapanya, akaharibu mali zake, akakula, akafanya anasa, akakula kwa anasa. Biblia inatuambia kwamba huyo kijana akakuwa sasa amefilisika, na akaenda kwa mtu mmoja tajiri ambaye aliyekuwa alikuwa na shamba la nguruwe. Akaenda akafanya kazi, akaomba kazi. Biblia inatuambia kwamba alipoomba kazi, yeye alitamani kula chakula cha nguruwe. Hakukuwa na mavazi, hakukuwa na hali ambayo angeweza kuchimudu. Alifanya vile alivyopenda ya kwamba aende akule raha, lakini baadaye raha hiyo ilikuja ikakuwa shida kwake. Akajiuliza akasema, kwetu kuna nini? Kwetu baba yetu
asi ana wafanyikazi kama mimi na anawalipa, hawa watu wanakula, sinirudi kwa baba yangu na huyo baba yangu anisaidie kunipa kazi, anisaidie ili kusudi nikaweze kufanya kazi na yeye anifanye kama mtumwa. Yeye akafanya hivyo hesabu yake na akapiga hesabu vizuri na akarudi kwa baba yake. Aliporudi kwa baba yake, neno la Mungu linatuambia kwamba baba yake alipomuona, yeye alipomuona alifurahi, akasema, mwanangu alikuwa amepotea, mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka na sasa amerudi. Mtu wa Mungu ambaye hata unanitazama kwa social media, ni kwamba yeye aliporudi alikuwa amejihoji ndani ya moyo wake ya kwamba yeye amerudi kwa baba yake na amempokea. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ninakiona kwa huyo mwana wa huyo mtu ambaye aliyekuwa tajiri. Anasema ya kwamba akarudi akauliza mfanyikazi mmoja, akasema, na huko nyumbani kwa nini kuna vikelekele? Akamwambia, ndugu yako ambaye alikuwa amepotea, yeye amerudi. Na Biblia inasema ya kwamba alienda akaanza kumkasirikia baba yake, akamwambia, baba, mbona umemfanyia ndugu yangu karamu na mimi hata hujawahi nifanyie kitu kama hiyo? Akamwambia, mwanangu, huyu ndugu yako amerudi, alikuwa amepotea. Yeye alikuwa amepotea na alikuwa amekufa, lakini wewe vyote ambavyo niko navyo ni vyangu, ni vyako. Kwa hiyo ikiwa vyote ambavyo niko navyo ni vyako, mimi ninasema hivi ya kwamba hivyo vyote ambavyo mimi niko navyo, mali yote ambayo ninaimiliki ni yako. Lakini huyu hana kitu, ni karamu tu, ni sherehe tu, tunapiga, tunafurahia kwa kurudi kwake. Sikia mtu wa Mungu, utakatifu ni wale watu ambao wamerudi katika senses zao. Unajua shetani ameharibu maisha ya mtu na amemfanya kukuwa mtumwa wake, na huyo mtu ambaye ako katika hali ambayo shetani amemteka nyara, huyo mtu amepoteshwa. Na Biblia inasema ya kwamba shetani alikuja kuharibu, shetani alikuja kuua. Yeye hakukuja kuleta msaada duniani, bali yeye alileta hasara na aharibu maisha ya mtu. Na ndio maana unaona mtu wa Mungu, mtu anaitwa mlevi, akinywa pombe yake, yeye akilala kwa mtaro anaonekana ana raha, ndani ya mawazo yake anaonekana ana raha. Lakini sisi ambao tunaomuona amelala kwa mtaro, mvua inamnyeshea, lakini wakati mvua inamnyeshea yeye haoni kama kuna shida. Lakini sisi tunamuona kuna shida, tunaona ana shida, maana shetani amechanganya hali yake, amechanganya nafsi yake, amechanganya hali hii ambayo anayoishi, haoni chochote. Kwa hiyo mimi ninataka nione ya kwamba umerudi katika hali yako, umerudi katika hali ambayo Mungu aliyotarajia uishi. Mungu hakutaka wewe uishi maisha ya mateso, hakutaka uishi maisha ya kunyanyazika, lakini shetani ndiye ameleta hii maisha ya kunyanyazika. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mwana wa Mungu ambaye unaisikiliza radio hii asubuhi ya leo, ambayo tunazungumza habari ya utakatifu, ninakukumbusha tu mwana wa Mungu ya kwamba heri wewe ambaye umeokoka, umekombolewa na damu ya Yesu, maana Mungu hatakusahau. Yeye Mungu atakubarikia, yeye Mungu atakuinua. Hata watoto wako watainuliwa na huyu Bwana. Watoto wako elimu yao Mungu ataiinua. Uchapokuwa pengine unapita katika hali nzito, lakini unapomtegemea Mungu ukiwa mtakatifu, tafuta sana kukuwa mtakatifu na umpendeze Mungu muumba wako. Maana wale ambao wamepotezwa na shetani, watu hawa bila shaka wanahangaika. Huko kwetu nimeona watu hata wengine ni wasomi, lakini kwa sababu hawana Yesu ndani mwao, mimi ninaona wao watu bado wana mahangaiko. Lakini unapomkaribisha huyu Yesu ndani mwa moyo wako, wapenda
Mpendwa, huyu Mungu anakusaidia. Nimeona watu ambao wamesaidiwa na huyu Mungu, wamemkaribisha huyu Yesu katika maisha yao. Kwa hivyo kwa jina la Yesu ninakutangazia asubuhi ya leo ya kwamba mpokee huyu Yesu na uweke ndani mwa maisha yako kwamba anakusaidia. Nimeona wale ambao wamekaa ndani mwa Yesu hata wakiponywa magonjwa yao, wakiponywa magonjwa yao, hata mtu anapoomba Mungu anasikia, maana yeye ni mtakatifu. Mungu anasikianga watakatifu. Haleluya. Hebu tusome maandiko matakatifu katika kitabu utakatifu. Utakatifu ni neno ambalo tunaloliita ya kwamba ni kutengwa na dhambi, kujitenga na dhambi. Mtu ambaye amejitenga na dhambi, mtu ambaye anaishi maisha ambayo amejitenga na makosa. Lakini ukisoma katika kitabu cha Wakorindo wa pili sura ya 7 mstari wa 1 inasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Ninasema hivi, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Biblia inatuambia hivi ya kwamba ni nini ambayo tunahitaji kufanya katika maisha yetu, ya kwamba tujitakaze. Hilo ni neno ambalo mtume analiambia kanisa la Korintho, ya kwamba basi sasa tujitakaze kwa kuwa ahadi hizo, na tujikaze nafsi zetu, tujitakaze kutokana na uchafu na matendo ya kiza na matendo na madhabahu ya mashetani. Kwa sababu ipo leo, hata leo, ya kwamba kuna madhabahu ambayo imeinuka, madhabahu ambayo imesimama. Imesimama vipi? Imesimama kwa minajili ya kukuharibia wewe maisha. Sasa mwana wa Mungu, kuna vitu ambavyo vinaweza sababisha wewe ukakosa kukuwa mtakatifu, vinaweza kukusababisha wewe ukaitwa mtu mchafu mbele za Mungu. Vitu hivi tunavipata katika kitabu cha Wakalatia, katika kitabu cha Wakalatia sura ya 5, kitabu kile cha Wakalatia, ambayo inaonyesha ya kwamba wewe utakuwa umejitenga na utakatifu. Na nimesema vizuri tu ya kwamba mtu ambaye si mtakatifu, huyo ni muasi kwa Mungu. Iko watu wengine wanasoma mistari michache katika Biblia na wanasema hivi ya kwamba mtakatifu ni yule ambaye amekufa. Hapana, mimi ninakanusha. Ninasema hivi ya kwamba mtakatifu ni yule mtu anajikasa kuangalia matendo ya Mungu na kukana maroho ya mapepo, kujikana ile nafsi ambayo inayosungumuza ndani mwake. Biblia inasema katika kitabu cha Wakalatia sura ya 5 mstari ule kuanzia katika mstari inasema, lakini mkiongozwa na Roho hamupo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Mstari wa 19 ya kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo hii ambayo inaweza kukusababisha ukose kukuwa mtakatifu. Angalia, inasema ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati. Hiyo inaweza kufanya mtu akose kukuwa mtakatifu. Hii inaonyesha ya kwamba anakuwa muasi. Hebu tuulizane tu, wapendwa ambao mnanitazama na kunisikiliza katika redio hii, ya kwamba mtu ambaye anaweza toka katika nyumba yake na akaenda akazini na mwanaume mwingine, huyo ameasi mume wake. Na yule mwanaume ambaye anaweza toka katika ndoa yake na aende akutane na mwanamke mwingine kule nje, basi huyo amekuwa muasi kwa mkewe. Na ndio hii anasema ya kwamba matendo ya mwili ni dhahiri, na ndiyo hii ambayo inakuondoa katika kategori ya utakatifu.
Hivi inasema hivi ya kwamba ni hii: uasherati, uchafu na ufisadi. Uchafu na ufisadi. Katika mstari wa 20 inasema ya kwamba ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ukomvi, hasira, vitina, faraga, uzushi. Sikieni watu wa Mungu, tunaona hivi ya kwamba matendo ya mwili ambayo Biblia inatuambia kwamba inaanza na neno usharati. Hii ni maneno ambayo tunaweza kusema hivi ya kwamba usharati ambao watu wengi wamekataa kuacha, hii ni sharti uiwache ili ukuwe mtakatifu. Alafu jambo lingine ambalo Biblia inasema ya kwamba uchafu, mtu anaweza kuchafua tu mwili wake, anaweza kuchafua mwili wake. Usharati pia unachafua mwili wako, vitina inaweza kuchafua mwili wako. Ile mambo ambayo Paulo anaitacha yote inachafua nafsi yako, inachafua moyo wako. Umesikia neno baya ambayo inakukwaza na unasema basi sasa siendi hiyo kanisa tena. Wewe hautafuti utakatifu, maana utakatifu lazima uweke ndani mwa moyo wako, uangalie vile Mungu anavyotaka. Unajua mtu mwingine anasema ya kwamba mimi sitaki mtu anikwaze. Hii ni dunia. Sikia mtu wa Mungu, epukana na makwazo. Na Biblia inasema ya kwamba mtu ambaye anayeleta makwazo, huyo mtu pia si wa Mungu, na huyo mtu pia hatafuti utakatifu. Na mimi ninasema hivi, wana wa Mungu, asubuhi ya leo, ya kwamba mambo haya ambayo mtume anayazungumzia ya kwamba ibada ya sanamu, kwamba ni uchawi. Mtu anaenda ushirikina ili amchawi mtu mwenzake, amchawi ndugu yake, amchawi mtoto wake, amchawi rafiki yake. Mtu ambaye anaenda katika uchawi ambao hata leo hii tuko nao kama kanisani. Hawa watu ni waasi. Watu hawa hata wameasi wachungaji wao, wameenda kwa ibada ya kichawi, wameenda kwa ibada ya kichawi. Watu hawa si watakatifu. Amen. Alafu na uadui. Uadui ni namna nyingine ya maasi ambayo hatuwezi tukaweka katika kategori ya utakatifu. Sasa tufanyeje, watu wa Mungu, wakati huu ambapo tunapoishi katika hali ya shetani anafurutana, roho mbili zinafurutana, roho ya Mungu na roho ya mapepo. Hivi ni kusema hivi, ni shauri tu kwa ufupi, maana hata muda wangu unaelekea kuisha. Ni kwamba ninashauri hivi ya kwamba kile kitu ambacho umekiamua katika maisha yako, hicho ndicho kitakachofanya, kitakachokusaidia. Tumezungumzia matendo ya mwili na tukaona ya kwamba neno moja ni uasherati, neno lingine ni uchafu, neno lingine ni ufisadi. Wewe unapoamua kufanya kweli mbele za Mungu, utakuwa mtakatifu. Maneno ambayo utakayotoa ambayo si ya uongo, maneno ambayo utakayotoa katika kinywa chako ambayo si ya uongo, itakufanya ukuwe msafi mbele za Mungu, itakuondoa ule uchafu. Wakati tunapojitakaza mbele za Mungu, Baba anatufanya kukuwa watakatifu, na hatimaye anatuita wana wake. Sisi ni watoto wake ambao tumekubaliana na yeye. Yesu, yeye alikuwa sadaka ambayo iliyochinjwa kwa sababu ya kuoka kwa damu hiyo, ili tukue watakatifu. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Ukisoma katika mstari wa 22 katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, inasema ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho lingine ni furaha, amani, uvumilivu, utu wema, uaminifu. Angalia haya maneno. Biblia inasema katika mstari wa 23 ya kwamba upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Na unaposoma katika mstari wa 24 inasema ya kwamba na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Sasa angalia maneno ya tunda la Roho. Tumeangalia mambo machache katika mistari hii ambayo tumeisungumuzia habari ya matendo ya mwili, ambayo mwili unamsaidia shetani kutawala.
mwili unazungumza na nguvu saa zingine za giza. Lakini hapa wakati mtu amekubali na amekiri makosa yake, kumbe wakati mtu anapotubu, mtu huyo anageuka na yeye anawacha mambo ambayo aliyokuwa anayafanya. Sikia, mtu ambaye ametubu anageuka. Alikuwa msharati, anawacha, anachukua huo usharati na anaweka katika kifurushi cha usharati. Kuna package ambayo ameweka katika hali hiyo, anaitoa. Maana shetani pia hata kuaja hivyo. Kuna mtu mmoja ambaye niliwahi hubiria na akaniambia hivi, akaniambia shida ambayo niko nayo, mchungaji, mtumishi wa Mungu, ni kwamba wakati nimekubaliana na wokovu hii, kutakuta kesho kuna mtu atanitembelea na kunitafuta na kunipeleka baa, ataniambia ninaenda kukununulia bure. Hii ni vishawishi mojawapo ya mapepo. Hii ni vishawishi mojawapo ya mashetani ambayo inakuandama. Sikia mtu wa Mungu, wakati unapotubu na kukiri makosa yako, sasa kuna mambo ambayo unayoyafanya. Utayafanya katika hali ya utakatifu. Hii ni kusema ya kwamba utazaa tunda la Roho ambalo ni upendo. Utakuwa ndani mwako na upendo, na hiyo ni mojawapo ya kazi ya utakatifu. Unanielewa? Alafu unakuwa na furaha ndani ya moyo wako wakati unapokuwa na furaha katika Bwana. Maana ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 4 inasema ya kwamba furahini katika Bwana siku zote, nasema furahini. Hii ni kusema ya kwamba hilo ni tunda la Roho. Lakini mtu ambaye hana furaha, huyo mtu huenda ikawa kuna mambo ambayo inamsumbua. Amefinywa, ametekwa nyara na shetani. Kwa hiyo amefungwa na shetani. Sasa nimekuja ili nikaweze kukufungua katika jina la Yesu. Nikakufungua katika minyororo ya shetani ili ukaweze kukua huru, ukaweze kukua na furaha ndani ya moyo wako, na ili neno likaweze kutimia ndani ya maisha yako, ili neno likaweze kutimia ndani ya maisha yako unapotembea, unapoacha ulevi, unapoacha dhambi. Unaenda kanisa sawa, lakini unajificha. Sikia, nikupe mfano moja ya mhubiri moja ambaye aliyekuwa ananiambia siku moja alipokuwa anatembea kijijini mwake akifanya uinjilisti, akakutana na Mkristo wake, mshirika wake ambaye aliyempenda. Huyo ndugu alipopatana na yeye katikati ya mahindi, unajua wakati alipokuwa anaenda ushirika, huyo mhubiri akakutana na huyo ndugu katikati, na kumbe huyo ndugu alikuwa amejificha ili afute sigara. Anaenda kanisani sawa, ni mshirika mzuri sawa, matoleo anatoa sawa vizuri, lakini wakati alipokuwa anakutana na pasta yake, alikuwa amejificha afute sigara. Sikia, na unajua sisi wa Kristo tunasema ya kwamba ukitaka kukuwa mtakatifu unaachana na vitu vyote vya kulevya. Sasa alipomuona mtumishi mchungaji, akachukua lile sigara na akafinya ile tundu ama ile kisikara na akaweka kwa mfuko. Kumbe hiyo sigara haikuzima, bado haikuzima. Na wakati haikuzima, yeye akaendelea, mchungaji akaendelea kuongea na yeye, ushuhuda wa 1 2, ndugu unaendeleaje? Mchungaji akampa ushuhuda, akamwambia Bwana amenisaidia, Bwana amenitendea hili, Bwana hata kwa upande wa jamii yangu na watoto wangu na mke wangu. Na pindi alipokuwa anazungumza, hiyo sigara ikaendelea kuwaka, na ikiwa ndani ya mfuko wake ikaanza kuchoma huyo ndugu. Ikaanza ikamchoma. Ndugu akashangaa, mchungaji akashangaa, ni nini hii ambayo inawaka kwa mfuko yako ya longi? Kunaendaje? Akasema mchungaji, naomba unisamehe, hii vitu imenikatalia. Sasa nifanyeje, mtu wa Mungu? Mchungaji akamwambia ya kwamba ndugu, unastahili kuokoka vizuri. Sasa ninasema hivi ya kwamba unaenda kanisa lakini haujaokoka. Dini yako ni nzuri sawa, kanisa lako ni nzuri sawa, mhubiri ambaye uko na yeye anahubiri habari ya msalaba sawa, anahubiri uokovu na utakatifu sawa, lakini kile ambacho kimekukatalia ni nini?
ili usikuwe Mkristo mzuri. Hata unatoa fungu zako za 10 vizuri, lakini bado kuna kitu ambacho kimekukatalia. Ili ukuwe Mkristo mzuri na mwokovu mzuri, ni lazima uachane na matendo ya mwili. Jina la Yesu libarikiwe. Iko mtu mmoja ambaye anaweza kukua na mambo ambayo imemsumbua. Iko mtu mwingine anakuanga tu na roho nyepesi, anashindwa afanye nini. Lakini sikia, kuna baraka zako kwa kazi ya Mungu ambayo unayoifanya hiyo. Wewe ambayo unayetoa hata fungu za 10, saka zako unapeleka kwenye madhabahu ya Mungu, unampelekea badiri wako, unampelekea fadha wako, unampelekea mtumishi wa Mungu. Lakini jihoji ndani ya moyo wako, je, mimi ni mtakatifu ama hapana? Ukiwa wewe ni mtakatifu, basi Mungu anaahidi ya kwamba vyote ambavyo utakavyoviomba basi yeye atakutendea. Tunaposoma katika vitabu vya Injili, tunaona Yesu mwenyewe anatuahidi ya kwamba basi mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Na anasema ya kwamba ninyi ni matawi, na tawi haliwezi linakaa ndani ya mzabibu, na hilo tawi lisilozaa, tawi hilo linakatwa na nani? Na Mungu ambaye aliye juu mbinguni. Analikata ili lizae zaidi. Kwa hiyo anasema ya kwamba basi zaeni, basi ombeni lolote kwangu. Katika mstari wa 7, nafikiri kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ya 15, anasema ya kwamba basi sasa, tusome katika mstari huo wa Injili ya Mathayo sura ile ya 15, mstari wa 7, ambayo ninataka kuona ya kwamba wewe ukiwa mtakatifu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Ombeni mtakalo. Hivyo hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Utakatifu ni nani ambaye anayeomba kwa Mungu na yeye akamtendea? Biblia inasema ya kwamba ninyi mkikaa ndani yangu, yani yeye ambaye ni mzabibu, tukikaa ndani yake na yeye akikaa ndani yetu, basi tuombe lolote kwa jina lake na yeye atatutendea. Tunaomba nini kwa jina la Yesu? Unataka kuomba nini ukiwa mtakatifu? Iko siku moja mhubiri mmoja akaniambia hivi ya kwamba kuna mama moja alikuwa ni mama mzuri, mtenda kazi katika madhabahu, na yeye alitenda kazi katika madhabahu na alidhaminiwa sana, akafanya kazi kwa miaka zaidi ya 9. Huyo mhubiri alikuwa ananiambia kwamba huyo mshirika wake alipokuwa anafanya kazi, yeye siku moja kwa muda wa miaka 9, siku moja mama mmoja ambaye aliyepagawa, mama mmoja ambaye aliyetoka kwa uwepo na alikuwa anaomba Mungu sana. Huyo mama ambaye alikuwa anafanya kwa madhabahu, anaenda asubuhi kanisani, anaenda anapanguza viti. Mama alikuwa anakuja saa zingine Jumamosi akikaandika makanisa ile ambayo inakaandikwa na samati. Yeye akawa anasema ya kwamba, mhubiri huyo alikuwa ananiambia kwamba yeye huyo mama akafanya kazi hiyo kwa muda wa miaka 9, lakini siku moja alipokuwa anaambia Mungu ambariki, Mungu akasikia maombi yake. Sikia kile kitu ambacho ni challenge ambayo shetani akutakii. Shetani akutakii wewe ubarikiwe. Maombi yako yawezekana mtakatifu ilifika kwa Mungu, lakini shetani akutakii. Mama moja aliyekuwa amepagawa na mapepo, yeye akamwambia hivi, wewe mama, umejipendekeza sana kwa hii kanisa. Kwani wewe tu umejipendekeza na hata wewe umejipendekeza kwa pasta. Huyo mama akakwasika, akachukua kikwaso, akasema sasa basi kama ninajipendekeza kwa pasta, mimi nilikuwa ninafanya kazi ya Mungu, basi enda hivyo. Sasa kwa wiki hilo Mungu akamsungumuzia mtu mmoja Muamerika, akasema enda Kenya kwa kanisa fulani na ukaende kumbariki mama huyo. Utapata mama
ako kwenye madhabahu. Yeye huyo mama huenda asubuhi akipanguza viti, na huyo mama amenitumikia kwa miaka 9. Enda umbariki. Huyo mtu wa Mungu akafunga safari kutoka Amerika mpaka Kenya. Alipokuja akapata huyo mama hayuko, lakini alipata mama mwingine, na alipopata mama mwingine anapanguza, akasema basi huyu ndiye ambaye nilikuwa ninataka. Mungu amezungumza na mimi. Na huyo mama akapokea vitu kutoka kwa huyo mtu ambaye alisungumuziwa, ambaye siye. Ni nini kimechafua huyu mama? Ni dhambi ya vikwazo. Hii dhambi ya vikwazo inamfanya mtu anakuwa muasi kwa Mungu. Wewe ambaye unayekwazika kwa sababu ya mshirika mwingine, umeharibu utakatifu wako, umeharibu injili yako. Umekuwa ukitangaza injili kwa njia ya kupanguza viti. Umekuwa ukiharibu injili kwa njia ya kuenda kukaandika tu, kupanguza lile kanisa. Mungu amesema ya kwamba anaenda kukubariki, lakini kwa sababu umekubali kikwazo kiingie ndani mwako, na ile maneno ambayo tumeisoma katika kitabu cha Wagalatia ya kwamba uchafu wa aina hiyo ukiingia unakunyima baraka zako. Sikia asubuhi ya leo, unaenda kanisani, uenda ikawa umekaa muda kwa sababu ya vikwazo. Nimekuja na ujumbe ya kwamba umechichafua nafsi yako. Sasa wewe si mtakatifu tena. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia hivi ya kwamba tukaweze kukaa ndani mwa Bwana wetu Yesu Kristo, na tukiomba lolote kwa jina lake, yeye atatumupa katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ujumbe huu asubuhi ya leo, wewe mama ambaye unayenitazama katika social media, ya kwamba Yesu anakupenda. Wewe ambaye unayenisikiliza katika redio hii, kwa jina la Yesu Kristo ninakutangazia asubuhi ya leo kuwa mtakatifu. Epukana na uchafu kwa utukufu wa jina la Yesu. Mungu bado anakupenda. Tukae ndani mwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ana magari yetu, ana mashamba yetu, ana uzao kwa wale ambao hawana watoto katika jina la Yesu. Hebu nikutangazie asubuhi ya leo, Bwana anaenda kuinua hata na uzao wako. Yeye anaenda kukutendea makubwa kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamechukua vikwazo na kuweka ndani ya mioyo zao, pia wamekuwa waasi. Unajua waasi wanaanzanga kwa vikwazo. Nataka kumalizia ujumbe wangu kwa muda huu. Wale ambao wanaishi maisha ya vikwazo, kitu kidogo pasa alinihubiri, kitu kidogo huyu pasa sasa hata si mzuri, kitu kidogo hata sitoe fungu la 10. Wewe unajiharibia faida yako kwa Mungu. Maana wewe unapojikwaa na kujiondoa kwa mipango ya kanisa, wewe si mtakatifu, umekuwa muasi. Tokeni kwa uasi. Mimi ninasemanga hivi, na ninasema hivi kwa radio, ya kwamba mtu yeyote ambaye anayeunga maasi, mimi ninaunga ni mtu yeyote atakayepita kura 2027, mimi nitamuunga huyo mkono. Kwa sababu mahali ambapo kuna maasi, hapo Mungu hayupo. Hapo Mungu hayupo. Mahali kuna maasi, Mungu hatembeingi pale. Mahali kuna maasi, Mungu hakaingi mahali pale. Kwa hiyo natangaza asubuhi ya leo ya kwamba kuwa mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Naomba nitangaze maneno machache. Mimi ninaitwa Reverend John Wanjala. Ninahubiri na Kenya Assemblies of God. Pia ukitaka kunipata YouTube ninapatikana na Reverend John Wanjala. Ukinipata pale utaona chumbe zangu kwa utukufu wa jina la Yesu. Na pia ninakukaribisha kwa kanisa letu la KG Endebess, maana hapo Endebess ni posta. Tunafika hapo, ukifika posta utaona kanisa kubwa la KG. Ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana wa mabwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Jehova Mungu kwa utakatifu. Umetutenda mema Jehova. Yes. Ninamtangazia msikilizaji huyu ya kwamba Baba anapona, anakuwa mtakatifu. Baba, unamuosha na damu ya Yesu. Unamuosha
na damu ya Yesu. Ninatangaza asubuhi ya leo, baba anapoelekea kanisani, hata unambariki. Asante Jehova, hata ninaombea na hata redio hii. Asante Jehova Mungu, ibariki uitakase kwa utukufu wa jina la Yesu. Ninawabariki watangazaji wote kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. 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 Sam, mimi nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu. Bwana, pia mimi ndugu yangu Alpha Mash nimebarikiwa sana. Na mtumishi, tunashukuru sana kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kufika. Asante sana. Kuna mtu kutoka sehemu za Uganda. Naam. Na ameandika ujumbe hapa ambapo ni ya muhimu nikaweze kukusomea kwa sababu ni kama umefanya kupitia kwako wamepata jambo. Anasema asante sana mchungaji. Naam. Mungu akubariki. Nimebarikiwa sana nikiwa sehemu ya Nakasipan pale. Naam. Amudat Uganda. Anasema amepata nguvu. Amen. Yani kama alikuwa ameshushika kidogo, amepata nguvu. Anajiita Jose wa Eldoret pale Kiplombe, pia naye anafuatilia, anasema Mungu akubariki. Amen. Asante sana. Na Ngatle Mnyang pia yuko pale. Na nashukuru sana kwa muda wako kwa sababu pia najua una kanisa ambalo linakusubiria na kutenga muda. Mahali ambapo mchungaji ametoka si karibu. Bwana, ametoka mbali sana na akaweza kufika hapa. Trans Nzoia. Yeah. Sehemu inaitwa Endebess. Endebess. Ngana, si rahisi. Na labda pia mchungaji, kuna mtu amekusikia sasa kwa sababu neno la Mungu linafanya kazi yake. Yes. Na angependa kupata direction kabisa mahali ambapo kanisa lipo, manake tuna mashabiki wengi sana kutoka Endebess kule. Yes. Wasema nimesikia mchungaji na nikaguswa, nikasema wacha nifike kanisani. Sijui kama unaweza kumpatia direction kidogo. Na direction yetu ni KAG Endebess. Kanisa liko pale Posta. Junction hiyo ni katikati ya junction, Swamboda. Yes. Na Kitale. Alafu kuna njia nyingine ya kwenda Saboti. Kanisa letu liko katikati ya hiyo junction. Okay. Kwa hiyo ninamkaribisha huyo msikilizaji kwamba aje tuabudu pamoja na sisi. Asante. Pengine ndugu zangu, mimi pia ni washukuru. Asante. Asanteni sana kwa kukubali nije katika redio hii. Na Mungu awabariki sana. Shukran kabisa. Amen. Na sijui mwisho kabisa kama inakubalika kwako, lakini kwa hiari yako labda kuna mtu angependa kuzungumza na wewe kwa simu. Sema niko mbali, niko Eldoret, niko wapi, na nimesikia mtumishi, labda ningependa tuweze kujumuika kwa maombi pamoja. Sijui kama unaweza ruhusu namba yako labda ukapeana. Nambari yangu ni 07 97 37 20 67. Tarudia tena. 07 97 37 Asante. 20 67. Mimi nashukuru sana. Ukifika kule kanisani, salamu zangu na salamu za redio hii tafadhali wasalimu sana. Kuambia tupo pamoja. Amen. Kwa sababu wewe pia umekubali mwito, umekuja. Wakati mwingine unaweza kutualika pia tuje kanisani, itakuwa ni ya baraka. Ndugu zangu, ndugu yangu Alfayo, ningekukaribisha sana kwetu. Asante. Upata hapo nafasi, karibu sana. Katika kanisa letu. Yes. Ukikuja na ndugu Sam, itakuwa ni vizuri zaidi. Asante. Ninawapenda. Asante. Karibuni sana, nikiwaona nitashukuru zaidi. Amen. Amen. Asante sana, Mungu akubariki. Amen. Msikilizaji, ndio hivyo, na wasaa wetu naangalia ni wakati wa kuingia kwenye chumba chetu cha habari kwa dakika chache hizo ambazo zimeweza kutoweka, lakini Sam Wechuli yuko hapa tayari kutupasha mambo yako namna gani. Nashukuru sana kwa mtumishi wa Mungu kwa neno lake, na natumai kwamba nawe umeweza kubarikiwa na tutaendelea kubarikiwa ndani ya kipindi hiki. Inaitwa Mnara wa Utukufu. Unasikiliza Aperit FM. Hii ni yetu. Kwa matukio hakiki na yaliyothibitishwa kutoka kaunti mbalimbali. Kama Pokot Professionals bado tuko na maswali mawili matatu kwa governor kuhusu Kapenguria University. Ni vizuri ajumuishe watu wote. Ile komiti bado tunataka kuangalia kwa undani. Wale wenye wako ndani majority ni kina nani? Walitoka wapi? Kikuja kujulikana kwamba hii kitu ilifanywa bila kufuata sheria ama bila kuzingatia agenda muhimu, then tutaitisha revision. Kama ile jamaa nilimshindia siku ile 1500, saa hii nataka nimshindie 1050 na kwenda juu. Wewe umetuita mafisi, ni sawa.
tumekubali mwaka ujao tutakula wewe, tukutafune na tukumeze. Mafizi mko? Si mafizi mko? Ati watakuja